tumemfanyia bei ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya usikivu na utiifu katika hali ya uzito na wepesi. Tumemtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa atharatin alaina, na wala haitupasi sisi kwa sisi kufanyana boasting, kiburi. Ndugu yako Muislamu akulingania uko sehemu ya mbali katika mji unafanya kiburi, na hii pia tulifanya bei sisi kwa sisi. Wa an la nunazi' al-amra ahla, na tumemfanyia bei ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa kamchagua kiongozi wa saria, bala nendeni mkafanya fatwa mji fulani, na ule kiongozi aturuhusiwi sisi kuacha kufanya taa, wala hatuwezi kumtoa katika taa, ndio tukamfanyia bei Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii bei, qala, akasema Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, illa, Mtume akasema illa, katika masaili ya uongozi sio na mtii tu, usiweze kumtoa kiongozi katika madaraka aliyopewa. Illa, naweza mkamtoa kiongozi katika madaraka, antarau kufran bawah, mkiona ukafiri wa wazi, indakum min Allahi fi burhan, na mna adilla kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hapo ya kutakeni nyinyi mumtoe katika uongozi. Hadithi hii ndugu zangu ni mutafaqun alayhi, na lafdhi hii naisoma ni ya Imam Muslim, illa an tarahu kufran bawah, mkiona ukafiri wa wazi kwa viongozi watoeni katika madaraka. Ukafiri ambao sisi Allah ametufahamisha kwa haraka haraka huko katika suratul Maida aya nambari 44, 45, 46 na 47. Allah anasema tabaraka wa taala, waman lam yahkum bima anzala Allahu faulaika humul kafirun, yoyote kiongozi anayewahukumia raia zake kwa yale ambayo Allah akuyateremsha mlezi wetu tabaraka wa taala, faulaika humul kafirun, hao ndio makafiri. Imekuja jamu ya hum, kwamba hao ndio makafiri. Kwa hiyo tumeshaona sisi makafiri hawa aliwasema Allah ameshatuonyesha. Kwa nini basi tusijitoe au tukawatoa katika madaraka? Kuna watu wapinga wasema hapana, maadamu ikiwa nchi hiyo ya Sovieti rais wake anaitwa Hassan na yeye anakaa Uislamu lakini hukumu ni za kikafiri, basi ujilazimishe eti kumtii. Mtume anasema illa an tarau kufran bawaha, mkiona kwake ukafiri wa wazi, indakum min Allahi fi burhan, na kwa ukafiri huo mna dalili thabitan fi kitabi wa sunna, toeni katika uongozi. Alafu wewe watuletea maneno ya shekhi wako uliobebeshwa huko na mizigo yako, hauna sehemu ya kutua, tuambia sisi tujilazimishe kwake. Mtume anasema mtoeni mtu huyo. Kwa sababu gani? Hahukumii kwa sheria za Allah tabaraka wa taala wala sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi sisi tujifunge kwake na tuseme huyu ndio kiongozi wetu, huyu ndio amiri wetu? Amiri wako umeshawahi kumfanyia bai'a? Kwa sababu ili awe amiri lazima ufanye bai'a. Kwa hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaozungumzia masala ya bai'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man mata, katika hadithi ambayo ameipokea Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abdullah mtoto Umar radhiyallahu anhuma, asema anasema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man mata, yoyote atakayefishwa, walaysa fi unukihi bai'a, na katika shingo yake hajawahi kufanya bai'a, yani bai'a, kumfanyia bai'a amir, mata mitata jahiliya, anakufa kifo cha jahiliya, yani kifo sawa sawa na makafiri. Na mimi mzungumzaji sijawahi kufanya bai'a ya kumfanyia amiri, kwa maana sina amiri mpaka sasa. Na wale walioishi miaka ya 95, 96 mpaka 98, alikuwepo amiri katika ardhi ya Afghanistani akiitwa Mulla Muhammad Umar, na amiri huyu alifanyiwa bai'a na daula hile ilikuwa ni Darul Islam, na ambaye amefishwa katika kipindi kile
akumfanyia beia Mola, naye amekufa kifo cha jahilia kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawa madai ya wapongwe na Moshi wanaosema sisi hapasa kutii, huyu ndio kiongozi wetu, amiri wetu, towauliza, amiri mmemfanyia beia? Mkisema hapana, sasa mbona mtuonyesha ujahilia? Na mkisema ndio, tayari mmeshaingia katika demokratia. Manake beia ya viongozi wa sasa ni chama, na chama katika nidhamu ya demokratia ni ukafiri wa wazi katika Uislamu. Kwa hiyo na nyinyi mnakuwa ni makafiri, wala hatuna shaka na ukafiri wenu. Kwa hiyo nyinyi mkisema huyu ni kiongozi wenu, na nyinyi ni makafiri, kwa sababu si mmemfanyia bei ya demokratia. Mkikataa ndio tutasema maneno yenu ni mutanakidha, maneno yenu hayaeleweki, mara hivi mara hivi. Na huu ndio ubainifu jamani, manhaji iko wazi. Mtu akisilimu akaingia leo katika Uislamu utamuona yuko wazi. Alafu tauliza, amiri wenu aijua Qur'ani, ajua sura Tauba na suratul Anfal? Akisema sijui, sasa tauliza, haya huyo amiri awahukumia watu kwa kitabu au sunna? Je, amiri huyo anafadhilisha sheria za makufaru au afadhilishi? Hapo utaona ukafiri uko wazi. Na Muhammad Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala ameelezea pia katika Nawaqidhul Islam ashara, mtu yoyote man fadhala, akafadhilisha sheria isiyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au akawahimiza watu kuiendea, kafara. Hii ni ijma, naye ni kafiri. Kwa unaona ukafiri uko wazi. Lakini mimi sifanyi hiyo kazi ya kuwakufurisha watu, wataifanya Allah na Mtume na ulama katika dalili za Qur'an na Sunna. Mimi nakusomeeni tu, mimi simkafirishi mtu, wala sio manhaji ya khawariji, manhaji ya takfiri. Tutawaelezeni khawariji ni kina nani, na khawariji yaweza kupatikana katika ardhi hii aliyakuwa hakuna amiri na akajitenga? Hawezi kupatikana khawariji. Kwa hiyo ni maneno ya kubebeshwa. Alimsikia shekha asema kilabu nar, watu wakayachukua na kuyabeba kwamba hao khawariji ni mbwa motoni. Lakini tutaashiria kuna mapote ya khawariji, sio sisi ahlu sunnah wal jamaa ala fahmi salafi almujahidin. Sio sisi sio makhawariji, sisi ni ahlu sunnah wal jamaa. Sisi tunataka jamaa ya kweli kwa kuwa, na huu ndio ubainifu wetu. Kwa hiyo Mtume asema man bata walaysa fi unuki bay'a, yani hujafungamana na amiri kwa sema ya alasmi wa taa ya amiri almu'minin. Na bay'a sasa hivi bay'a, ukiangalia Mujahid wa Al-Faruq kipindi hicho wakati wanamfanya bay'a amir, hakuna kukunja ngumi Sheikh, wachukua ile AK 47 ndio wainyanyua juu, unasema ala sam'i wa taa ya amir almu'minin. Hiyo ndio bay'a wanaume. Unambea aliyakuwa una mtutu, sio bei ya kukunja ngumi. Bei sasa hivi ngumi yako ni mtutu. Na hii ndio maana ya kuwa na hizi itapatikana katika Uislamu. Ni hadithi nyingi, lakini tumeashiria hiyo maarufu. Anayekataa ni mzushi, na akisema haipo amempinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi basi tunashaka, ukishampinga Mtume wewe kafiri. Waman yushakiki Allah wa rasula fa inna Allah shadidul iqab. Mtia shaka kwa Allah na Mtume, basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali sana wa kuadhibu. Faha huwa al-khalifa au al-imam kad kafara, basi hawa makhalifa na maimam wameingia katika ukafiri. Ukafiri wao ni upi? La yahkumuna an-nasa bima anzala Allahu azza wa jalla, hawa wahukumii watu kwa yale ambayo Allah amewapa majanan. Katika akida yetu sisi ahlu sunnah wal jamaa, al-Imam Shafi'i Muhammad Idrisa rahimahullahu ta'ala akizungumzia juu ya kujuzishwa, je, yajuzu mtu akanakli Qur'an kisha akaiuza? Sema haifai kuuzwa. Wewe ukikuta Qur'ani msikitini, huna ya kusoma nyumbani na ni msomaji, hizi hapa chukua ukasome. Wala msikiti hujajengwa kupambwa na Qur'ani, soma. Na Qur'ani haiuzwi jamani, ndio anasema Imam Shafi. Kwa hiyo sisi tunasema Qur'an kitabu kimekuja bure. Wala tutaona mtu anauza Qur'an, sawa, anauza Qur'an, lakini ataulizwa na Allah tabaraka wa taala. Sisi tuzingatia kitabu cha bure, tuhukumiane, hudan linnas
wabayinati min alhuda walfurqan. Kwa hiyo hatuuziani Qur'ani. Mtu akana hoja siku ya kiyama sikusoma Qur'ani kwa sababu ilikuwa inauzwa. Hapana, hapana ndugu zangu katika imani. Mbona maamiri wetu, viongozi wetu hawahukumiani kwa Qur'ani na Sunna? Kumbe hawa ni makafiri, na wale wanaowatetea pia na wao ni makafiri kama alivyosema Allah tabaraka wa taala. Hasa viongozi wote dunia nzima, Muammar Gaddafi, Allah atampa yale anayomstahiki, alikuwa ndio mfalme wa Libya, amiri wa Libya, na alipenda sana madaraka. Miaka mingi amekaa, karibia miaka 46 amekaa katika uongozi. Lakini ndugu zetu katika imani kama sisi walipokuwa Libya, walimfuata wakamwandikia makala mbalimbali, mwambia wahukumia raia katika sheria za Allah. Hataki. Ana green book yake, ameandika katiba yake, zile katiba ndio watu wasome na waendeleze masaili yao kupitia kwenye hiyo katiba. Jana wakamfuata kumwambia, ukiacha kuhukumia kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, wewe sio Muislamu. Alivyoambiwa sio Muislamu, akachukia mheshimiwa, akawaita askari zake wakawaua mujahidin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Imethibiti kwake wala hakuna shida, na ni katika watu walikuwa wanapinga sunna. Kwa hiyo sisi tunaitakidi huyu sio Muislamu. Miaka 45 hakuwahi kuhukumia watu kwa sheria ya Allah tabaraka wa taala. Wa jazaa'u min jinsi al-amal, na malipo yake mmeona mwishoni kama alivyokuwa akifanya. Hiyo ni haki yake. Wa naqul alhamdulillahi rabbil alamin. Saddam Hussein, Iraq, kadhalika alifatwa na maikhwa miongoni mwa maikhwa Iraq. Kuna akhi mmoja amekufa shahidi, alifishwa baada ya mavamizi ya Marekani, anaitwa Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullahu ta'ala. Waliandika makala kwa Saddam Hussein kipindi hicho, akakataa mheshimiwa kuhukumia kitabu cha Allah na Sunna. Kwa hiyo sio darul Islam. Wa jazaa'u min jinsi al-amal, alhamdulillahi rabbil alamin. Nataka nikufarikisha, tuna ushabiki katika dawa. Kwa nini wewe wasema ni Muislamu wasujudu Qur'ani, usifanye hukumu ya Qur'ani? Wamuogopa nani wakati Allah asema inil hukmu illa lillah? Mwisho wake alikuwa anaiona ile chains inapita mbele ya macho yake na akanyongwa. Ana haki ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkadaria, na si huyo tu, na wengine watafuata. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wahukumie sheria za Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa wale ambao wamekatazwa na mashekhe zao kuangalia vyombo vya habari kwa sababu wazungumzaji wanalipostiki, lakini wale wanaotusimamisha sisi kukagua lisensi zetu, vibali vya kutoka mkoa mpaka mkoa, gari za mashekhe, wanalipostiki. Unasimama na wewe una ndevu zako, na pengine mko mujahid kwenye gari hiyo, unasimama na kukagua. Mbona usimamishi ukafunga kioo ukasema hapana, mimi sikubali mpaka aje mwanamume? Hauwezi, kwa sababu wewe ni mustadhaf. Sasa huyu hakuna manufaa na wewe, hakuna manufaa na wewe. Mwenye manufaa na wewe huyu mwanamke anakuambia ndugu zako Afghanistani wameuawa 40, hautaki kusikia habari kwake. Uislamu gani unaofundishwa? Na zama hujui katika zama gani? Usifanye Qur'ani kama haijazungumza masaili haya. Qur'ani ni updates, zama zinakuja zaingia ndani ya Qur'ani. Zikitoka okay na sitasema okay, zikitoka wrong na sitasema hii ni wrong. Hii ndio Qur'ani. Yani wewe masaili yako utayakuta ndani ya Qur'ani, yametibiana likulli shay, tibiana, yamebainishwa, ukweli wa kubainishwa. Leo katika vyombo vya habari ukiangalia Al Jazeera ya Kiingereza na Kiarabu, kuna mashirika ya washirikina, Amnesty International, wakizungumzia kuhusiana na mamlakatul Arabia Saudia. Wasema magereza ya Saudia kuna watu wamefungwa hawana makosa. Ndio, kuna ulama wetu wakina Umud al-Uqala, mamlakatul Arabia Saudia, hawapinga mamlaka ule ufalme, sio ule ufalme wa masharubu ndevu zaondoka, sio. Wamekataa ufalme wa kuvaa habal, sio. Hawahukumi watu katika sheria za Allah azza wa jalla, ila kwa baadhi ya mambo, na wakifanya makosa wale waliokuwa katika ukoo wa ufalme hawaadhibiwi, lakini mimi na wewe tunaadhibiwa.
wako wamejaa gerezani mujahidun. Sheikh Abu Yahya Libi anazungumza